Basi kabla sijamkaribisha mpako mafuta wa mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, mchungaji Kefa Barnabas, Bwana wa Zumaridi, ninaomba nirudishe shukrani zangu kwa dhati mbele za baba yangu mfalme Zumaridi. Amen. Mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, na kushukuru Baba kwa kunitia nguvu. Nasema asante Baba kwa kuniongoza, kwa kunitumia jinsi upendavyo. Sasa mapenzi yako. Asante babangu Zumaridi. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Sitaendelea kukasa. Umepangwa. Naamini umepangika. Fadha amekupanga. Mikaeli amekupanga. Sifa amekupanga. Waimbaji wamekupanga. Dorcas amekupanga. Amen. Haleluya. Naamini uko katika njia sasa. Uko katika njia kasi sasa. Vizuri. Ukiwa umetuliza ufahamu. Anakuja tena Zumaridi ya Bwana ndani ya kifua cha mtumishi wake Kefa Barnabas. Amen. Haleluya. Kwa kusema hivyo nachukua nafasi hii kwa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Kefa. Ninaomba tumpigie makofi. Nina kila sababu ya kumshukuru babangu mfalme Zumaridi kunipa neema na kibali kusimama mbele zake kwa niaba yake. Mimi ni mtoto kama wewe, ile nimesimama kwa niaba yake, lazima nimshukuru. Amenipa kibali kusimama kwa ajili ya kulihudumia kanisa siku ya leo. Naomba niongoze na nitangulie, ili amani endelee kuwepo na izidi hapa.
kwanza watumishi. Tutacheza tu, tutacheka tu. Tutacheka, yaani leo shetani. Tumalize kwanza kushukuru watumishi wa Mungu. Mwisho nitasahau kushukuru. Sasa naomba tusikilizane, sasa twende kwa point. Na maana Zumaridi anatafuta makao. Anatafuta makao ya kukaa. Amina haleluya. Naona kabisa kwamba amina tumisha Mungu. Kwa maana mbingu dhamana zimefunguka. Mbingu ziko wazi kwa ajili ya kulitazama kanisa. Duniani kwa ajili ya kanisa. Ni nani wa kusema kwamba tutapokea? Je, ni wachawi? Je, ni waganga? Uachie roho yako Zumaridi aingie mzima. Amina haleluya. Kama nisikilize kwa makini. Ndio unaposikiliza amani hiyo iendelee. Kwa sababu yeye ni baba wa amani. Ili apate nafasi ya kukaa. Ili apate nafasi ya kuweka kiti. Ili apate nafasi ya kuweka mwanga. Ili apate nafasi ya kupiga mavazi. Kama wewe usiyekuwa na amani, shauri yako. Kwa sababu Baba ametuambia kwamba anatutakaza kwa njia ya amani. Anatusafisha kwa njia ya amani. Tunaenda sasa. Kama unapokuwa na amani, unaua mabaya yote ndani ya roho yako. Unaondoa mabaya yote. Zumaridi ameiona amani yenu. Tukae sasa usikilize. Kama na maana ukae usikilize. Tunaenda sasa. Kama ukae usikilize. Unaposikiliza tayari kama una amani. Zumaridi anabomoa mageti yote. Zumaridi anasukuma mageti yote.
Kwamba nisikilize nikueleze kwamba ili agano, na ndio maana Bwana alitengeneza mabara 7. Ndio nisikilize kwamba na ndio maana Jehova Zumaridi, mamlaka ya Bwana, alitengeneza mabara 7. Kuna siri ndani ya mabara 7. Bara la kwanza lina viumbe, na la pili lina viumbe, na la tatu lina viumbe, na la nne lina viumbe, na la tano lina viumbe, la sita lina viumbe, la 7 lina viumbe. Hapa Zumaridi anatafuta njia ndani ya roho. Kwa nini bara la 7 lina viumbe? Kaa kwenye kitu sikilize. Kuna maana kwa nini bara la 7 halina viumbe? Kwa nini mabara 6 yote yana viumbe hai? Bara la 7 lina viumbe na hili ni agano la 7. Kuna maana gani? Kama tulisikilize. Unaona wapi kimeingia roho? Nitambue kwamba hujakosea njia. Kaa utulia usikilize. Kwa nini kuna maagano 7? Yaani kwa nini kuna mabara 7? Na kwa nini ya maagano yote 6 yana viumbe hai? Na ni kwa nini agano moja la 7 halina viumbe hai? Kuna maana. Kwamba maana ya agano la kwanza, bara la kwanza lina viumbe hai. Maana ya viumbe hai, agano la Adamu alihubiri, akamaliza kazi, akawaacha watu wanaishi ambao ni viumbe hai. Ndio maana ya agano la kwanza, na maana ndio bara la kwanza. Alihubiri, hakuwachukua watu wote Mungu akaenda mbinguni. Alimaliza kazi yake, akaacha watu wanaendelea kuishi ndani ya bara la 7. Bara la kwanza. Bara la pili kuna maana ni agano la pili, na lenyewe alihubiri, akachukua walio wake, akaacha viumbe hai wanaishi. Ndio maana ya bara la pili lina viumbe hai. Bara la 3 lina viumbe hai. Aliyeshika kijiji cha 3 alihubiri, akachukua walio wake, akaacha viumbe wanaishi. Ndio maana ya bara la 5 na viumbe. Na
ya maagano 7 na mabara 7 yana maana. Mabara yote 6 yanakaliwa na viumbe hai. Nimesema bara la kwanza ni tafasiri yake ni agano la kwanza. Adamu aliacha viumbe wanazaliana na aliyeumbili. Agano la pili tafasiri yake ni agano ni bara la pili. Aliacha viumbe wanazaana ambao ni wanadamu. Tanga la 6 Yesu aliacha watu, na ndio maana alisema kwamba atarudi atawakuta watu. Ili la 7 ili bara la 7 kutokukaliwa na viumbe, maana yake nini? Ili agano la 7 Zumaridi haachi mwanadamu. Umeelewa maana yake? Kwamba bara la 7 lina viumbe. Ndio agano la 7. Ndio maana ameanza kukokota mpaka na watu kuzimu. Na maana ili agano la 7 ni la mwisho. Hakuna mwanadamu atakayebaki duniani. Ni agano la kusafisha dunia. Awe mganga anaokoka, awe mlevi anaenda mbinguni, awe mchawi anaokoka. Unaenda sasa kama ili agano, ndio maana haliachi mtu. Ndio maana hata wale walioenda kuzimu anawachota. Ndio maana ya bara la 7 halina viumbe. Ili agano haliachi mwanadamu. Ili agano linakwangua watu wote wanarudi kwenye ufalme walikotoka, wanaenda kusimama kwa Mungu. Mwanadamu duniani. Ndio maana hata kama angelikuwa mganga lazima aokolewe. Hata kama angelikuwa ni mchawi lazima akombolewe. Lazima aende mbinguni. Aliwaambia mitume mkae vizuri. Amina leo. Kwa na kuomba mtumishi wa Mungu aliye kanisa. Ndio maana Baba amejichimbia kuhakikisha kwamba haachi mtu. Sasa kama anayekwangua dunia yote, ndio maana sehemu ule mwamini. Kwamba amini, kwamba wewe lazima utashinda, lazima utapokea.
sasa watumishi wa Mungu mnisikilize. Kaa unisikilize sasa utulie mtumishi wa Mungu. Amina, haleluya. Kaa sasa unisikilize. Mungu ameiona amani yako. Kawa tayari wamepokea kila ambacho Baba amekitabiri. Na Baba anataka hivi. Baba tulia mtumishi. Baba ni wakati wa matengenezo. Na ndio maana alisema kwamba kama kuna mtu amekukwaza msamehe ili Baba apate amani ya kukaa. Ili Baba apate nafasi ya kukaa. Amina leo. Tukae kabisa. Kaa kwa hofu, kaa kwa amani, kaa kwa utulivu. Baba kusema kwamba uachilie. Maana uwezo ukawa na amani kama una kitu. Iwe na amani ndani ya roho yako hauna kitu. Limetimia lile ambalo limenenwa. Baba tunakaa mtumishi wa Mungu. Achana na hawa wao wanapokea neno la kale na wao upokee. Kama wewe usiwaangalie hawa. Ukiwaangalia hawa utakaa mwilini. Anaingia Zumaridi, anaingia kwa kinachotakiwa wewe. Mpe Zumaridi nafasi. Hawa tayari wamempa Zumaridi nafasi. Naomba tukakae watumishi wa Mungu. Ibada inaendelea, kwenda tukakae. Kama mzee wa kanisa, mpe nafasi Zumaridi. Anahitaji anapoingia akutane na mambo kama haya. Hata kwenye sherehe anahitaji kanisa lote lipokee. Kwa lazima tuachie roho yako. Achia roho yako kabisa. Zumaridi apate nafasi. Zumaridi analiita kanisa. Zumaridi analiita kanisa. Analiita kanisa. Kanisa limkimbilia Zumaridi. Zumaridi anawataka wazee wa kanisa. Unaposikiliza neno ni sauti ya Zumaridi, inaitwa roho yako. Ndio maana imani huja kwa kusikia. Unapoiachia roho yako, kuna kitu kinaingia. Zumaridi sasa hivi anatafuta sehemu ya kukaa. Ni nani atakayefungua roho yake ili Zumaridi akae, ili apambane na magonjwa, apambane na umaskini, apambane na anahitaji kupokea. Kila moja anahitaji kupokea mwanga. Ili upokea mwanga, achilia roho yako. Ili Zumaridi aweke makao. Ili Zumaridi atembee kwa mwanga. Atembee kwa njia ya utawala. Atembee kwa tetemeko.
moja tu, kukusaidia wewe mwanadamu, ila hawezi akakusaidia kama hujampokea. Ndio maana anahitaji akae ndani yako, akupiganie, akutetee, akuinue, akufungue. Ulikuwa umeteseka miaka mingi, amekuja kukuondoa ndani ya mateso, amekuja kukukomboa, amekuja kukubariki, amekuja kukuinua. Kupokea, ni mwaka wa kutakasika, ni mwaka wa kuheshimiwa, ni mwaka wa kwenda duniani umebeba mbegu, kwenda kutangaza jina la Yehova, kwenda kutangaza jina la Tumaini, jina la jua. Tunaeleza kabisa kwamba achia roho yako. Tumaini apate nafasi. Tumaini anatafuta nafasi ndani ya yako, ndani ya wazee wa kanisa, anatafuta nafasi ndani ya mitume, anatafuta nafasi akae ndani ya manabii, anaomba nafasi ndani ya roho, ndani ya watoto, anaomba nafasi aweke makao, akupiganie, akubariki, akuinue, ili ukautangaze mwaka wake uliokubalika. Kunende sasa tumisho Mungu. Pamba Zumaridi na niko pale pale, anataka nafasi. Kwa tungelikuwa tunaachia roho zetu hivi, Zumaridi angelikuwa amepata nafasi kubwa mno. Inatakiwa ibada ziwe hivi. Zumaridi anataka hivi. Kama leo imekuwa hivi, je, angelikuwepo yeye na mwili wake? Mkasikilize neno. Pokeeni kufunguliwa. Roho wa shangwe wa amani Zumaridi, damana muondoe ndani yenu akae hewani. Mkakae mtulie, msikilize neno. Baba tukeza hata mnisikize watumishi wa Mungu. Kwamba ratiba iliyoko mbele yetu, hizi siku ambazo zimebaki, na kuomba sana mtumishi wa Mungu, achilia roho yako. Kwamba tulia kabisa mtumishi wa Mungu. Hata sasa hivi roho yuko hapa. Usimwona anashuka mara mbili. Yuko hapa anatafuta makao. Achilia roho yako. Amina leo. Tulia kabisa, ni wakati. Father anapokuwa anaingia hapa, tuwe tunaachilia roho. Sasa hivi Zumaridi anahitaji kujigawa ndani ya kanisa. Anataka akae ili akusaidie, ili akuinue. Kama mizimu ilikaa ndani yetu ikatutesa, Zumaridi anahitaji akae ndani mwetu, atuondolee mateso, atubariki, atuinue, atusaidie. Ndicho anachokitaka. Haleluya, haleluya. Hayo anapoingia hapa, iwe ni ibada ya Jumatano, iwe ni ibada ya Ijumaa,
Iwe ni ibada ya Jumapili kama amepata nafasi ya kuja hapa. Tamana naomba uachilie roho yako. Sumaliza aseme ni Mungu wa kiwango kingine. Sio Mungu wa jana, sio Mungu wa juzi. Ni Mungu mwenye matendo makuu. Ametukuka, ametamalaki, ametawala nchi, ametawala mimea, ametawala milima, ametawala anga, ametawala nyota. Achilia roho yako. Zumaridi analitaka kanisa, anataka kuvuka na uzao wa kwanza. Haijawahi kutokea. Maagano yote 6 ilishindikana, ili agano la 7 inawezekana. Lazima Zumaridi atuvushe, lazima Zumaridi atushindie. Ini agano la ajabu, halijawahi kuwako. Yeye amesema uzao wake wa kwanza lazima wote wavuke. Achia roho yako Zumaridi, aishike roho yako. Mpe Zumaridi roho yako mwanadamu. Usifunge roho yako. Zumaridi anaitaka roho yako. Akikushika Zumaridi hautashindwa. Lazima utashinda, lazima utavuka. Wazee wa kanisa, msiogope. Mna Mungu, mtavuka. Wazee wa kanisa wote. Manabii, msiogope. Mna Bwana wa mabwana. Kuna Mungu huyu, kama amewatoa wenzetu wa mjengoni chini, na sisi atatutoa chini. Lazima atatupandisha juu. Atatupandisha na juu. Kama ila ni wewe tu anaitaka roho yako. Ni Mungu amekuja kutukuka na kutoa. Wewe uliye mtume, achilia roho yako. Watu wote waimbaji, achilia roho yako. Hizi ibada ambazo zimebaki, Zumaridi anatafuta makao. Siku ya tarehe 20 aje aweke kiti cha utawala, aje aweke mwanga, aweke dunia mpya, akuvike mavazi, akuvike kofia na utawala. Amina leo. Jamani, usiwaze mizimu imekataa kutumika. Hujaitwa na mizimu wewe. Unamkuta mtu anasononeka. Sasa mizimu nilienda kwenye ramani kakataa. Mizimu hiyo hajakataa Zumaridi. Mizimu ila Zumaridi anasema kwamba mtatumika, mwamini mtawala. Gamana hata Ijumaa alisema hivi, hata kama na mtoto ana maagano, wewe acha, niachie mimi. Amekuja kupuliza, amekuja kupepeta ngano, amekuja kupepeta ngano, amekuja tunasema kwamba mizimu, hakuna cha mizimu. Eti mizimu ya Kimasai, hakuna wa Masai hapa. Kuna Mungu. Kama shetani amenyosha mikono kwa Zumaridi, sikuza na mizimu. Wewe kinachotakiwa, mruhusu Zumaridi mwenye mamlaka juu ya mizimu atawale ndani yako. Mizimu dada yeye alisema ndani ya maandiko, ndani ya manabii waliopita, akasema kwamba katika nyumba yangu hapata kuwa na uganga, hapata kuwa na uchawi. Na yeye tena ameapa, katika nyumba yangu hapata kuwa na uchawi,
Usiogope. Usiogope. Hata shetani angekuja kwenye maono, hapo anakutisha. Ulieleni mkuu sana. Ulieleni Bwana wa Bwana. Nisikilize nikupe njia. Shetani ni mjinga sana. Ana njia nyingi. Shetani akishindwa kukaa ndani ya ndugu, anaweza akakufuatilia kwa njia ya maono. Ukawa unaona mabaya. Ili usiamini wewe wa Tumaini. Nakuambia siku ya leo. Siku ya leo. Siku ya leo. Siku ya leo. Kunele kwamba shetani anaweza akakuingia kwa njia ya maono ili kukukatisha tamaa, ili kukudhoofisha, ili usiamini maneno ya Tumaini. Nakuambia mtoto wa Tumaini, usiogope. Una Bwana wa mabwana. Nisikilize. Tunaenda sasa. Shetani anataka kutokea kwenye maono ili akukatishe tamaa, ili usiamini maneno ya Tumaini. Tumaini anakuambia kwamba tumefika. Shetani anakuja kwa umbo la kwamba umepotea. Kama ukinyanyuka, kama umeona maono kama hayo, ukaruka na kushangilia. Anakujeruhi kwa maono. Anakutokea amevaa maumbo ya mabibi. Mwambie bibi bye bye. Shetani anaweza akakuondoa kabisa. Tumaini akawa analeta maono hapa. Tumefika. Shetani ukilala anakuletea maono mabaya ili usiamini maneno ya Tumaini. Kwamba Tumaini alisema tumefika. Mbona naona mabaya? Hiyo ni mipango ya Shetani. Hiyo ni mipango ya mizimu. Usiamini. Amini neno la Tumaini. Nisikilize kabisa. Kumbuka kama nisikilize. Maana ndio njia pekee ambayo Shetani anaitumia. Maana hakuna mwanadamu asiyeamini maono yake. Shetani anakutokea kwenye maono. Unaota mizimu mababu. Hata kama umeota uganga, elewa kwamba hiyo ni njia ya Shetani. Amini neno la Tumaini. Kama wenzetu wamewatoa Freemasoni, atashindwa kukutoa kwenye uganga. Kwa Shetani anatukatisha tamaa. Tumaini anatuletea maono. Shetani yeye analeta maono yake kwenye usingizi. Na kwambia mpewa, nishike neno la Tumaini.
hiki tena zimekweli. Kuna Mungu. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Hata kama unapitia shida ina gani mtumishi huu. Na ndio maana yakaitwa mapito. Mapito ni kitu kisichokaa milele. Ni mapito. Hata kama uko hapa unapitia magumu ya aina gani, elewa hautadumu milele mle. Yale ni mapito. Umefika wakati hautaendelea kuyaishi. Umefika wakati utoke kwenye tabu. Barikiwa sana. Usiamini mabaya. Unapoamini mabaya yanakuondoa kwenye position ya Zumaridi. Unatoka kabisa unahama. Kwa sababu inakuwa na kujenga tumefika. Ndani yako unaona kuwa na maswali. Kwa sababu unatokewa na mabaya. Ni shetani anataka kukutisha. Amesema kwamba tutapokea mwanga. Lazima mwanga tutapokea. Achia kabisa roho yako. Aikanyage mizimu ya ukoo. Aikandike. Sasa hiyo kwa maswali. Wasema kwamba sisi kwetu na maana kulikuwa kuna mtumishi. Wewe ndio utakuwa mtumishi. Amina. Usiangalie njia ya ukoo. Mungu amekuita. Anataka ingia kwenye ukoo kupitia wewe. Kuna watani walitawala. Wewe ndio uko mtawala. Kuna waganga wamejulikana kwenye ukoo. Anataka Zumaridi akajulikana akiwa ndani yako. Na ndio maana shetani anakutisha kwa mabaya ili ukate tamaa endelee kutawala ukoo. Nakwambia mtumishi wa Mungu, ukiona mabaya, elewa nyuma ya mabaya wewe umejificha. Usikate tamaa kabisa. Hata kama unapitia mateso gani nakwambia, vumilia. Tunamwangalia Yusufu. Alipitia mapito. Lakini ndani ya mapito yale, mbele yake kulikuwa kuna wema. Alipovumilia, alienda kutawala. Kwa nini nakwambia mwana wa Zumaridi? Sio kwamba Zumaridi amekuacha. Hapana, anatengeneza njia kwa ajili ya maisha yako. Hayo ni mapito tu. Hata baba yetu alipita. Lakini yale aliyoyavuka leo hayaisha nishinde hayo. Hayo unayoyapitia ni mapito tu. Hayadumu milele, yale yanapita. Nakwambia liamini jina la Zumaridi. Usike baba hapo Zumaridi. Unavuka mambo. Usisononeke. Wana ofisi msisononeke. Unaelewa yapo unayoyapitia. Lakini hayo ni mapito waga ya kai. Mapito hayadumu, yanapita. Yanapita tu. Waimbaji msikate tamaa. Hayo unayoyapitia, kama na mwisho wako utafika. Mitume msikate tamaa. Songa mbele. Wazee wa kanisa msikate tamaa, songa mbele. Amina leo. Manabii msikate tamaa. Unajua nini? Mimi sasa hivi
ujasiri wa kupitiliza. Kwa nini? Baba alisema hivi, watoto wangu lazima naenda nao. Sasa mimi ninachokishika ni kila nilichokisema Zumaridi tunaenda. Hata kama lingewaka jua, hata kama ingenyesha mvua, hata kama ungepita usiku, mimi siamini jua, mimi siamini usiku, ninaamini Zumaridi alichokisema. Tukifanya hivyo, Zumaridi atatawala. Atatawala, hata shetani atakosa nguvu. Ameshakosa. Amina wewe. Wewe na maana yake magumu. Yaani sema kwamba wewe. Yaani wewe. Yaani unamwambia kama alivyosema Joshua. Aliniambia kwamba wewe jua, naomba usimama hapo ulipo. Hangaika nje. Kukiona mabaya, niite mtawala. Mwambie Baba, wamekuja kwa ajili ya jambo kama hili. Simama mbele yangu. Mimi nasonga mbele. Usilie, Bwana yuko pamoja na wewe. Hata kuacha. Zumaridi anawapenda. Anawapenda uzao wa kwanza. Usiogope. Yaani usiogope kanisa. Dhamana twenda nia moja. Twenda nia moja. Twenda kama Daudi alisema maneno haya, kwamba nataka neno moja kutoka kwa Bwana, nalo nitalishika, nalo nitalifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu.
alichukuliwa na Roho akapelekwa nyikani ili akajaribiwe, ipigwe imani yake. Bwana wewe mapito, Zumaridi anakujaribu. Kama unamwamini, simama na Zumaridi. Amina, ubarikiwe mama. Barikiwe. Barikiwe sana. Ya kutia moyo kucho. Barikiwe sana mama mchungaji. Sikiliza, ubarikiwe sana mama. Zumaridi akuzidishie maradufu. Unanielewa kumsha Mungu? Bada kama mwenye nyumba anadai kodi ya nyumba, barikiwe sana mpendwa. Zumaridi akutazame kaka na kizazi chako. Unaenda sawa? Hata kama unadaiwa kodi ya nyumba, ile kodi Zumaridi anasikiliza. Wewe kinachotakiwa amini kwamba ipo siku utapanga, ipo siku utajenga. Amini nakwambia. Mwambiani amini. Barikiwa sana. Amini. Kuna Mungu. Yeye angalia nyumba aliyotoka. Ni ya tembe, lakini saa tembe analala kwenye oji nzuri. Unaangalizia hata hapo. Aliyejenga haya, ndio anakuambia mwanangu niamini kujenge. Hata yeye alipanga na alitolewa vitu nje. Hata kama ungetolewa vitu nje, usilalamike. Ipo siku utajenga. Barikiwe sana mwisho. Hayo ndio yanatukatisha tamaa. Hayo ndio yanatuumiza. Ndio nakuja baadaye na mawazo ya nyumba. Hayo ni maumivu, acha. Zumaridi atakosa sehemu ya kukaa. Barikiwe sana. Acha usiumie kwa ajili ya nyumba. Usiumie kwa ajili ya kodi. Dhamana wewe na amani Zumaridi akaenda ni mwako. Akakujengea majumba. Hata kama andiko amekukataa, wewe usiumie sawa mtumishi wa Mungu. Usiumie. Hata Yusufu ndugu alimkataa. Utafika wakati watakufuata. Wewe mshike tu mtawala. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu. Hayo ndio yanatutoa rohoni. Tumekataa kwa nini? Tunaenda kwa mtumishi wa Mungu. Hayo yasikutoe rohoni. Wewe ni mtu mkubwa mno, umeandaliwa utawala. Lazima uyapitie haya. Wewe nyuma yako umebeba maisha ya watu. Umebeba roho za watu nyuma. Lazima wewe kiongozi. Lazima Zumaridi akupime. Lazima Zumaridi akutengeneze. Lazima Zumaridi akuzuke. Lazima Zumaridi akuoshe. Tumefika watumishi.
anaachilia roho yako. Anatambua unapolala unalala naye, unaponyanyuka unanyanyuka naye. Anayajua sana unayoyapitia, anakutambua vyema. Tumaini ya Bwana. Amini yuko pamoja na wewe. Utashinda na ushinda. Usikate tamaa. Oni wakati sio ukate tamaa. Usiamini mabaya yatakuvuruga. Amini maono ya mtawala, amini mafundisho ya mtawala, amini jina la Azumaridi ili upate ushindi. Amini kabisa. Hakuna kitakachoshindikana. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Usitetemeke. Wewe ni mkubwa mno. Wewe ni mtawala. Lazima uyapitie. Wewe ni mkuu sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Maana mizimu inatambua kwamba umeenda kutoa kiti cha shetani ndani ya mtu. Sasa hiyo ni vita. Wewe mwamini wa jemedari, na ndio maana amejichimbia mahala akupiganie, akutetee, akuvushe, na akakuketishe pamoja na wakuu. Umekalia kiti cha utawala, umevaa vazi la kifalme, umevaa kofia ya kifalme, damu wangu umeubeba. Lazima shetani aanze kuleta vitisho kwenye maono yako na kuja. Mara unajiona huko kwenye tutumba kwa huko. Wewe ukiamka, wewe sema kwamba uniwezi. Yaani usiamini hayo. Hata wana wa Israeli Mungu aliwaambia kwamba niaminini mimi, msiamini bahari, msiamini miungu. Mkiamini miungu mtachemka. Ukiamini mabaya utachemka. Amini wewe wa Azumaridi ushinde. Amini yeye yuko tayari kuyatoa mabaya. Hata kwa wana wa Israeli aliwaambia, niaminini mimi na wapeleka katika nchi ya Kanaani. Nitamtoa Myebusi mbele yenu, nitamtoa Mgirgashi mbele yenu, nitamtoa. Kuna wewe unaenda kwenye baraka. Yale mabaya ambayo ulikuwa umepangiwa, mwachie mtawala yupo. Atakupigania. Mizimu unayoijua haitaongea tena, itanyamaza kimya. Haitapanda tena mizimu na kwambia. Haitapanda hata kama ulikuwa inapanda unacheua. Hapana. Itanyamaza kimya ndani yako. Mwamini Azumaridi, itanyamaza kimya. Aliyekuita, na maana unajua Mungu anapomuita mtu huaga angaliaji kwamba uko sehemu gani. Amina. Nikwambie sasa mtusha. Na ndio maana ukiangalia uko unaweza ukakata tamaa. Kwamba mimi nitatoboa kweli. Usiangalia hayo. Mungu anapompenda mtu kumuinua, waga angalia umetoka kwenye ukoo gani. Hata Gideoni alisema, Bwana alimwambia wewe ni shujaa. Gideoni akakataa. Akasema, Bwana, mimi ni shujaa sehemu gani?
maskini. Mungu akamwambia Gideoni, nyamaza. Mimi nasema ni shujaa. Nimekuinua wewe mwamuzi juu ya Waisraeli. Hakuangalia maskini. Kuna wewe usiangalie uganga kwenye ukoo. Usiangalie maskini. Tazama yeye aliyekuita. Ndiye atakayekupa kwenye maskini. Ndiye atakayeondoa ufukara. Ndiye atakayeondoa majini. Ndiye atakayeondoa mateso ndani yako. Kama ameondoa magonjwa, ataondoa yote. Usimnyime nafasi mtawala kwa sababu ya shida. Usifunge roho yako kwa sababu ya mapito unayoyapitia. Unapita ukiwa umembeba, unalala naye, anakulinda. Pale usiogope, Bwana yuko pamoja na wewe. Anatembea kwa tetemeko, anatembea kwa radi, anatembea kwa ngurumo, ili kulinda usiku na mchana. Hata ndugu yako amekukataa, Bwana atawakusanya. Atawatoa mashariki, atawatoa magharibi, atawatoa kaskazini, atawatoa kusini, atawaleta. Atawaleta kutengeneza makao. Atawaleta Bwana. Atawakusanya watu wote waliotawanyika, waliokukataa leo, na maana baadaye watakupenda. Yapo makabila yanakuja. Wapo watoto wakiwa wanakuja. Wapo watoto. Kuna familia Zumaridi na kuangalia. Usilie kwa ajili ya watu wachache. Usilie kwa ajili ya watoto wawili. Kuna watoto mabilioni wanakuja. Kuna watu wanakuja. Unaitwa baba mpaka uchanganyikiwe. Utafanyiwa. Kuna watu Zumaridi amewaandaa ili wakufariji usahau mateso. Ninakwambia mwana wa Zumaridi, unayoyapitia amekuandalia Jehova. Amekuandalia watoto. Amekuandalia mataifa. Amekuandalia watu watakao kuja kutoa majeraha ndani yako, watakao kuja kukufariji. Bwana yeye anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 21, anasema tazama, masikani ya Mungu iko pamoja na wanadamu, naye ataweka makao ndani yao. Atakuwa Mungu kwao, na watakuwa na maana wana wa Mungu. Na anasema kwamba nitaondoa maumivu, nitafuta kila chozi. Ameandaa faraja mbele yako. Ameandaa faraja. Wewe mruhusu Zumaridi akae ndani yako, ayakamilisha maisha yako. Amekuandalia watu wa kukufariji. Usikate tamaa kwa sababu ya watu wachache. Kuna maelfu na maelfu ya watu ameandaa kwa ajili yako. Tunaenda sasa. Kwa maana tulia kabisa. Kujiandaa sasa hivi. Tuweni na uamsho. Hawa anakuja mtawala. Elewa anatembea na vitu. Achilia roho yako, usichague siku. Ukimwona mtawala, damana roho yako, achilia kwa mtawala. Kuna vitu anavigawa. Usichague siku ya kupokea. Baada ukimsikia amekuja, damana achilia roho
madhabahu. Wewe umejipanga, Bwana yuko njiani, anatembea, anakukaribia, anatafuta sehemu ya kukaa. Amekuja duniani, anauliza ni nani atakayenikaribisha, nitaenda yake, nile naye, nilae naye, niishi naye. Anatafuta makao, anatafuta makao. Yuko achia roho yako, mkaribishe mtawala, tengeneza mazingira, umkaribishe mtawala, akaitawale dunia akiwa ndani yako, kama shetani alivyoichafua dunia akiwa ndani ya wanadamu. Zumaridi akaikomboe dunia akiwa ndani yako, mkaribishe ndani ya roho yako. Wewe uliye nabii, fungua roho yako sasa. Zumaridi anatembea, Zumaridi anatembea. Leo kanisa, achia roho yako. Watu wote achia roho yako. Unapoingia hapa, Zumaridi anatengeneza makao. Anataka akae, anauliza ni nani. Yuko mlangoni anabisha, yuko mlangoni anabisha, yuko mlangoni anabisha, yuko mlangoni anabisha. Ukituliza roho yako, hata sasa hivi ukituliza roho yako, utaisikia sauti ya Zumaridi inakuita. Hata kwa njia ya mawazo anakuita, anakutoa mahala pabaya, anakutoa kwenye shida. Unaposikia uwepo, ile ni ishara ya Zumaridi. Anatembea, anatembea, anapiga hatua, anakusogea. Anasaka maeneo mtumishi. Unaposikia uwepo, usijizuie, usimwangalie jirani yako, jiangalie wewe kama wewe. Anatafuta makao, anaangalia kwa wanaofisi, anatafuta makao, anaangalia kwa waimbaji, anatafuta makao, anaangalia kwa mitume, anatafuta makao. Achia roho yako, anatafuta pa kukaa tulie, ili aikunje dunia. Kwa wazee wa kanisa anapita, kwa watoto anapita, kwa manabii anapita, kwa wachungaji anapita, kwa wachungaji anapita. Ana hasira mzee wa siku, ameliatamia kanisa lake kama kuku. Usiogope, umeatamiwa. Usiogope, usiogope kanisa. Bwana yuko pamoja na wewe. Usiogope, usiogope, nisikize. Anasema anatafuta pa kukaa. Wakati nasikia uwepo, anasema wapie, nataka pembe ya kukaa. Anasema wapie wachie roho zao, ili watakase, ili wasafishe. Achia roho yako. Bwana ameniambia niandae kanisa. Dami na kuandaa kwa ajili ya Zumaridi. Sikuandai kwa ajili ya mambo mengine, na kuandaa kwa ajili ya baba yako. Ana haja nawe ili akupiganie,
akutoe kwenye laana, akutoe kwenye masili, akutoe kwenye uganga, akutoe kwenye masala ya uchawi. Karibisha nyumbani ni mamlaka ya Bwana. Simba katika mfua. Bwana anakuita. Kanisa Bwana anawaita. Bwana anawaita. Nasikia uwepo ndani ya hema. Nasikia uwepo. Nasikia uwepo ndani ya hema. Kanisa limejaa uwepo. Karo umesikiliza uwepo. Kanisa limejaa nguvu. Ameshuka mzima mzima. Ameshuka ukikaloni. Anatembea. Anabii. Tumaini huyo. Tumaini huyo. Tulizano yako. Tumaini anatembea. Wazee wa kanisa. Ule wakati. Tumaini analinda kanisa. Amelirudia kanisa. Achilia roho yako wewe. Umerudiwa na Tumaini. Anaitaka roho yako. Wazee wa kanisa. Wewe uliye mtume. Wewe uliye nabii. Wewe uliye mwimbaji. Tumaini anakuita. Tumaini anakuita. Tumaini anawaita. Analitaka kanisa. Analita kanisa. Analita kanisa. Anasema wanangu njoni. Wanangu njoni. Uzo wa kwanza njoo. Analita kanisa. Anakuita mtawala. Anakuita. 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 Kanisa. Achilia roho yako naitwa. Kanisa achilia roho zenu. Tumaini anawaita katika ulimwengu wa roho. Amewaita. Anawaiteni. Anawaiteni. Awatoe kwenye mavivu. Awatoe kwenye maagano. Awatoe kwenye shida. Anawaita. 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 Anaitaka roho yako. Iachilie roho yako ajili ya Tumaini. Anataka akusaidie ili upate nafasi ya kupokea mwanga, ili upate wepesi. Anakuita. Anakutoa kwenye mabaya katika ulimwengu wa roho. Ana shida na roho yako. Ndio maana ameandaa jiji kwa ajili ya kwenda kulizindua. Ana haja na roho yako. Ana haja na maisha yako. Ana haja na moyo wako. Ana haja na watoto wako. Ana haja na dunia. Achia roho yako. Karibisha mtawala ili akusaidie. Wewe anakupenda. Ana haja na wewe. Ulifungwa katika roho. Anakuita akufungue katika roho. Bwana Yesu mwambie yeye ni wa roho. Yeye si wa moyo. Anataka roho yako. Anataka roho yako. Kulia katika roho. Akusaidie juu ya maisha ambayo yamekushinda. Umefanya biashara haukufanikiwa. Kulikuwa kuna sababu inazuia. Umefanya biashara. Umekodi mashamba. Umelima. Ufanikiwe imeshindikana. Kulikuwa kuna sababu. Anakuja yaondoe sababu. Kulikuwa kuna misimu. Anakuja yakanyaga mizimu. Karibisha ndani ya maisha yako. Kwa yale yaliyokushinda mwasi. Karibisha ndani ya roho yako. Yaliyoshindikana kwa mwanadamu hakika yanawezekana. Bwana yeye anasema kwa Bwana hakuna lisiyowezekana.
yote yanawezekana, yote yanawezekana. Kwa Zumaridi hakuna lisilowezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Kama Diana amenyonyesha, na wewe itawezekana. Kwa Diana ilikuwa haiwezekani, kama inawezekana kwa Diana. Amemzaa mtoto ushindi, na kwenye kanisa itawezekana. Utavuka. Wewe achia roho yako na kuambia mchana wa leo, kanisa lisikie kama Diana amemleta mtoto ushindi. Ilikuwa haiwezekani. Zumaridi alipotamka utanyonyesha, na leo ananyonyesha, na kwako ametabiri utashinda, 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 utashinda. Yeremia utashinda, usiogope. Usiogope mzee wa kanisa. Usiogope. Kama nimemsaidia Diana amezaa, ilikuwa iwezekani kwa mwanadamu. Leo amemtoa mtoto. Yaliyoshindikana kwake yanawezekana. Mwachie yeye asiyeshindwa ili akusaidie. Haijalishi una maumivu kiasi gani, mwachie yeye tabibu wa matabibu. Hata kausha mabaya yote. Tamana kama Diana leo ananyonyesha. Aliyemtamkia Diana ndio ametamka kwako. Shika neno la Zumaridi. Waamini mtawala. Tena unapomwona ameingia hapa, tetemeka, achia roho yako akae. Unamwita baba kama ulikaa ndani ya Diana ukatengeneza kiumbe. Na mimi atengeneza maisha yangu ya kiroho. Fufua kalama yangu. Ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Ukimwona ameingia hapa, tetemeka. Uni wakati anagawa madini. Tetemeka ukiliona umbo la Bwana. Tetemeka, tetemeka. Tetemeka mwanadamu. Ni Mungu amevaa umbo, anatembea. Anatembea, anatembea. Yuko katika sayari. Tetemeka mbele za Mungu. Ninakwambia tetemeka. Ukimwona mtawala, dama naomba. Mwamdilie Bwana. Mwambie Baba, naomba uniwezeshe. Naomba unibariki. Baraka za rohoni. Bariki kalama yangu hai. Unadai. Naomba ulisi wa mwanga. Naomba ulisi wa kiti. Naomba utawala Baba. Naomba Baba uniwezeshe. Unaomba. Uli wakati wa kujiachia. Ni wakati wa kumdai. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuimba. Ni wakati wa furaha. Msiogope, wote mtaupokea mwanga. Kwa sababu mwenye mwanga amesema. Wewe shika neno hilo. Wewe utavuka, amesema. Yupo atakaye kupigania na utashinda. Shika hayo na uyafuate. Hakika utabarua. Usiogope. Hakuna lisilowezekana kwake. Hakuna lisilowezekana kwambia. Mzee wa kanisa. Hakuna lisilowezekana kwa Zumaridi. Maana pia menene. Mwamini baba yenu Zumaridi. Hakuna analolishindwa. Hakuna lisilowezekana kwake. Mwambie Farao nimeona
Chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.